hivi ni viwanja vya TANESCO Buza, wilaya ya Temeke, mkoani Dar es Salaam. Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa kiti cha urais kupitia Chama cha Mapinduzi, yuko katika viwanja hivi kwa ajili ya kuzungumza na wakazi wa Dar es Salaam, na unapaswa ukumbuke kwamba siku ya jana alimaliza katika wilaya ya Ilala katika viwanja vya Kinyerezi. Lakini pia nikukumbushe, zimebakia siku kama 3 hivi kuhitimisha mikutano hii ya kampeni, na ile siku ya 4 basi itakuwa ni siku ya mchakato wa kupiga kura, na kikubwa zaidi ambacho kinasisitizwa na hawa wagombea ni kuhakikisha Watanzania basi wanajitokeza siku hiyo kwa ajili ya kupiga kura, kuchagua rais, kuchagua wabunge na kuchagua madiwani. Mimi ni askari wa On Air Carlos Ngonya, kama ilivyoada ni kukuletea ripoti ambazo zinamhusu Dr. Samia Suluhu Hassan, na hawa ni maelfu ya wakazi wa eneo hili la Buza, wilaya ya Temeke, mkoani Dar es Salaam, lakini pia kutoka sehemu zingine za wilaya hii ya Temeke. Kwa hiyo wacha tuzungumze nao machache ili tuweze kujua kwa hizi siku 3 ambazo zimesalia wamejipangaje Oktoba 29. Mambo vipi mzee? Fresh, yuko poa? Unaitwa nani? Unatokea wapi hapa Buza mwanangu? Buza natokea Makangalawe. Wapi? Makangalawe. Makangalawe kule kwa Biola. Au vipi mwanangu? Kwa nyumbani kabisa. Sasa tuambie, tumebakiwa na siku 3 kama 4 hivi kama nitakuwa sijakosea kuingia kwenye zoezi rasmi ama mchakato rasmi wa kupiga kura kuchagua viongozi hao ambao tayari nimeshawataja. Pengine mzee wangu umejiandaje? Nimejiandaa tu Oktoba kutiki. Najua Mama Samia anachukua kura zote, hana mpinzani. Umejuaje? Kipenzi cha watu, bosi, naona watu wote upo kwa ajili ya mama. Kama angekuwa sio kipenzi cha watu, asingekuja kiasi hichi. Maana yake ni kipenzi cha watu, mtu wa watu, ana utu, anajua shida ni nini, anajua wananchi wake wanahitaji nini. Kwa hiyo yupo kwa ajili ya kugombea miaka 5 mingine kwa ajili ya wananchi wake, kuwafanyia maendelezo aliyoyaanza na kuyamaliza na kuendelea mbele. Okay. Bwana mwanangu, moja ya sifa ambayo sio poa sana katika wilaya ya Temeke ni issue ya complain, watu kuzinguana, fujo, watu kuchomana visu. Moja ya sifa ambayo watu wanaisikia, lakini mimi ni mkazi pia wa Temeke, sijawahi kukutana na hivyo vitu. Na katika Oktoba 29 ni kwamba vijana wamejipanga, wanataka kufanya maandamano. Nyinyi wakazi wa Temeke, hebu waambieni sasa hao vijana ambao wana hiyo miemko lakini pia wanaichafua Temeke kwa hiyo sifa. Acha kwanza, mimi ni kiongozi, sihitaji kutaja cheo changu lipo kwenye idara gani, ila mimi ni kiongozi pia ni mwandamizi wa Temeke. Ila nawaambia tu vijana wenzangu wasidanganywe. Huu ni uchaguzi wa rais na una mambo mengi. Serikali inatumia nguvu kubwa kupiga kampeni, kufanya mambo mengi, kufanya mambo kama haya. Sasa sio wanakaa vijiweni kukutana na watu wachache kuwadanganya vitu ambavyo havina msingi. Hii ni serikali ya Mama Samia, inatekeleza, inatenda na inafanya. Mwanangu, asante sana. Hiyo ni Temeke moja ambapo leo maelfu ya wakazi wa Temeke wamefurika hapa, kama vile ninavyoona wazee wangu wa mama zangu wamekaa, japo jua ni kali, lakini wamesema bwana, sio mbaya, wacha tuungane na Dr. Samia Suluhu Hassan ili tuweze kusikiliza hotuba yake na ahadi zake. Na pembeni yangu namuona balozi wa mazingira kutokea kule Kigamboni, Dar es Salaam, na tunafahamu kwanza Kigamboni ni wilaya ya Temeke. Mambo balozi? Poa, habari Carlos? Safi, umependeza. Asante sana. Paka huku. Kwa mama tunaenda kila sehemu. Kwa niaba ya mtazamaji, jitambulishe. Kwa majina naitwa Winifrida Jackson Shande, balozi wa mazingira, ofisi ya makamu wa rais, muungano wa mazingira, lakini ni mwanachama kindaki wa CCM. Okay. Yeah. Bwana, Mama Samia katika miaka yake hii 5 aliyomaliza amepambana vipi kuhakikisha mazingira yanakuwa poa sana katika nchi yetu ya Tanzania? Kwa kweli, kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan
Kwanza kwa upande wa mazingira ametuheshimisha, kwa sababu nakumbuka Mheshimiwa Rais ndiye alikuwa makamu wa rais kipindi hicho, ofisi ya makamu wa rais ambayo inasimamia masuala yote ya mazingira. Mheshimiwa Rais amekuwa ni mama ambaye ametufanya Tanzania tumekuwa kinara upande wa Tanzania duniani, kwanza sio Tanzania peke yake, duniani kwenye masuala ya mazingira. Mama Samia Suluhu Hassan amekuwa ni namba 1 katika kuanzisha nishati safi ya kupikia, ambayo sasa sio tu kwa Tanzania, sasa hivi ni dunia nzima wanaangalia Tanzania wanafanya nini, Rais Samia anafanya nini. Na ninaamini mama ataendelea kutikisa na tutaendelea kumunga mkono na tutafanya kwa bidii sana. Mama Samia. Asante sana balozi. Yuko wapi? Yule pale. Bwana, asante sana. Miaka 5. Asante sana balozi.